السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tazamaji wa Sisoko TV, tunakutana tena katika kipindi cha darasa sambamba na kujieni kila siku ya Jumatatu katika hapa Sisoko TV. Katika darasa hili tunakwenda Sheikh Rabi bin Fadhil Mkubwa, imamu mkuu wa msikiti wa Songea, msikiti ambao unapatikana mjini Dar es Salaam, maeneo ya Ilamba, mtaa Songea. Na lengo la darasa hili ni kuwajuza ambao kufanya ibada zao tufanye kama vile Allah Tabaraka wa Taala alivyoamrisha kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Sheikh anatupitisha kitabu cha Umdatul Ahkam bila kuchezesha muda, tumkaribishe Sheikh ili tuendelee na darasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى انفعنا بعلومه. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. tutafahamishwa namna ya kukushanya swala iwapo mtu yuko safarini. Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu mtu akiwa safarini basi kuzikushanya swala kwa utaratibu uliowekwa. Sasa tunafahamishwa hapa, usijitabishe. Tujitabishana na magari. Anasema hapa musanifu, lamma kana safaru madhannata lilmashaqqa, ilipokuwa safari ina dhana ya taabu. Safari yoyote, msafiri yote, basi taabu ni kitu ambacho kinatokezea. Rakhasa fihi shari'u بعض الرخصة في العبادات, ameruhusu mweka sheria katika baadhi ya ruhusa katika ibada, taisiran ala ibadihi, kuwafanyia wepesi waja wake, wa rahmatan bihim, na kuwahurumia usipate tabu. Si katika swala, maeneo mengi tu, kwenye kufunga pia usitabike. Kwa hiyo inaashiria kabisa kwamba hizi ibada ambazo Allah ametuwajibisha si kwamba zimekuja kwa kututabisha sisi, kutukomoa sisi tuteseke, si mateso. Sasa kwa ajili ya hiyo, fa ubiha lahu, basi pakaruhusiwa ayajmaa baina salatai, kukushanya kati ya swala mbili. Adh-dhuhru wal asr, dhuhuri na asri, fi wakati ihdahuma, kwa wakati wowote katika nyakati mbili hizo. Unaweza ukaikushanya dhuhuri na al-asri kwa wakati wote, ima kuileta huku dhuhuri au kipeleka kule kwenye al-asri. Wa baina salatai al-maghribi wal-isha, na kati ya swala mbili, maghribi na isha, hizo unaweza kuzikushanya kwa sura yoyote unayotaka. Fi wakati ihdahuma aidha, katika wakati mmoja wapo vile vile. Wa kuwa hadha kulluhu, na yote haya, min samahati shari'ati al-muhammadiyya, ni katika wepesi wa sheria ya Mtume sallama. Haya sababu yake imekuja kwa wepesi, yani ni sababu ya wepesi wake, sheria si zito. Wa fadlu min Allah ta'ala, na ihsani zake Allah, fadhila zake, lialla yaj'alu alaina fi dini min haraj,
isije kuwa anatufanyia Mwenyezi Mungu katika dini uzito. Ndio kwa maana ameweka hizi ruhusa. Ana Abdullah ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, kana Rasulullah, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, yajma'u baina salati dhuhri wal asri, akikushanya kati ya swala ya dhuhuri na alasiri. Idha kana ala dhahri sayri, ikiwa yuko safarini. Wayajma'u, na hukushanya vile vile baina al-maghribi wal isha, kati ya magharibi na isha. Utaratibu wake dhuhuri na alasiri, magharibi na isha, ndio zinaruhusa zinazokushana. Na ni subhi iko pale pale, huwezi kuipeleka popote. Lakini isha unaweza kuipeleka, ima unapeleka magharibi au magharibi unapeleka isha. Dhuhuri vile vile. Inategemea nini wewe, utaratibu wako unaonaje, urahisi uko wapi? Unaona hapo? Kana min adati nabii sallama, ilikuwa ni katika dasturi yake mtume sallama, idha safara, akisafiri, uko kupunguza, ilikuwa ni dasturi yake. Sasa basi na wewe fanya hivyo, usijitabishe. Dini yusuru, dini imejengewa katika mazingira mepesi. Mtume sallama anasema hatofanya uzito, hatofanya nguvu dini, hatoifanyia nguvu tashdidi, isipokuwa atashindwa mwenyewe. Lakini dini itabaki pale pale katika mazingira yake mepesi mepesi. Maana yake utajitaabisha wewe mwenyewe tu kwa kuwa uelewi. Kwenye ibada zote hivyo hivyo. Ile pale ilikuwa kukushanya. Sasa hapa babu qasru salati, kupunguza swala fi safari, safarini. Ruhusa pia imetolewa. Al-qasru huwa lisalawati rubaiya, kupunguza katika ile swala, zile sala zenye rakaa 4, wa hiya dhuhur wal asr wal isha. Wa naqala ibn Mundhir al-Ishma'i annahu la qasru fi al-maghrib wal fajr. Naona hapo hakuna kupunguza kwenye magharibi wala alfajiri, haipo. Walaysa lahu sababun illa safar, na hakuna kupunguza swala sababu yake isipokuwa safari tu. Li'annahu min rukhsati allati shuri'at rahmatu lilmusafiri, ni ruhusa ambayo imewekwa sheria hapo kwa kuwahudumia wasafiri wa mashaqqatu alayhi, na taabu juu ya hiyo safari. Umesema sababu ya kasuru kwenye swala
ni safari tu, kwa sababu hiyo ndio iliyotajwa kwenye sheria. Wako maulama waliopita hivi sasa, maulama wa zama hizi, mtu labda anataka kufanya operation ile itachukua masaa mengi kupitiliza muda wa swala. Umeeleza kwamba unaweza kupunguza swala, unaweza ukaisu si kupunguza, jamu takdimu au taakhir, unaruhusu. Wamesema hivyo maulama, lakini sema sheria imesema namna hii, sababu yake. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله. Abdullah bin Umar anasema nilisuhubiana na Mtume sallama, maana yake tulisafiri pamoja, tukawa pamoja namna hii. Fakana la yazidu fi safari ala rak'ataini, hakuzidi juu ya safari juu ya raka mbili, hakuzidi kwenye safari juu ya raka mbili. Yani kila anaposafiri basi huswali raka mbili zile za 4 wa Abu Bakari. Abu Bakari anasema nilifuatana naye ilikuwa hivyo hivyo. Wa Umara, na Saidina Umar nilifuatana naye. Baba yake sasa alifuatana na baba yake huyo, ilikuwa hivyo hivyo. Wa Uthmana kadhalika, na Uthmani alisuhubiana naye kwenye safari, ilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ni jambo lipo ruhusa, mruhusiwa, usijitese. Pale zamani kulikuwa safari ilikuwa na mashaka kweli. Hiyo unasafiri kwa mguu au umepanda mnyama, shida ipo, jua kali nini kwenye majangwa huko, ndio kilicholengwa. Je, leo vipi? Leo mtu anasafiri anataabika? Hataabiki leo. Je, ruhusa ile ipo kama kawaida? Safari kutoka hapa unakwenda zako Kibiti, ni safari hiyo tayari. Kibiti hapo au Mkuranga hiyo, ni safari hiyo. Je, kuna tabu leo kwenda Kibiti au Kimanjachana hapo? Hakuna tabu yoyote. Ruhusa je, ipo. Wala useme zamani sio walikuwa na matatizo bwana, mashaka kutembea kwa miguu, jua kali wanachoka. Safari tu haiwezi ikaondolewa leo kwa sababu hakuna tabu. Muda ruhusa imetoka. Sasa hivi unaweza ukapanda ndege hapo dakika 45 tu au saa moja Mwanza. Haya madege haya. Au imezidi saa moja na robo, saa moja na nusu. Ushakuwa uko Mwanza tayari. Umetaabika nini? Ukujashuka hata chembe. Uko vile vile ulivyovaa. Hata kama ungekuwa uko hapa ungechafuka. Lakini kupunguza kupo. Kupunguza. Nifika kule pengine una siku 3, 4, 5 unataka kurudi. Siku zote hizo 5 zile 6 na swali raka 2 tu. Ni ruhusa maana yake. Kama ukisema bwana mimi bwana hii najionea tabu au sijui utaratibu wenyewe, basi swali raka 4 kama kawaida, wala ulaubiki. Kile kama unazielewa vizuri
vizuri kuswali, kwa sababu Mtume sallallahu anasema zile ofa ambazo Mtume Mwenyezi Mungu amezitoa, halafu wewe ukazitumia hizo, Mungu hufurahi kweli kweli, kama vile anavyofurahi ule wajibu wake anaoulazimisha, akaona waja wake wanayafanya yale. Umeona vizuri hapo? Tumewajibishwa kuswali, tumewajibishwa kufunga. Sasa akiona watu wanatii amri ile, Mungu mfurahi kweli kweli. Basi vile vile zile ruhusa alizozitoa, alafu ukiona waja wake wanazitumia, ufurahi sana kama wanavyofurahi vile. Kwa hiyo tumie fursa hiyo, ni ofa ile. Anasema wanachuoni wameikhtilafiana juu ya kule kupunguza swala, hal wajibu, hal huwa wajibu au rukhsa, yustahabu itiyanuha, ye ni wajibu kule kupunguza kama uko safarini, au ni ruhusa imependeza kuizileta. Maulama wameikhtilafiana. Lakini walio wengi wamekubaliana kwamba sio wajibu, si lazima. Wewe ukiona kwamba unataka upunguzi, punguza. Ili ukiona mimi bwana kwani tabu sina tabu, basi swali raka 4. Ama dalili za jamhuri ya ulama wanasema ni kukosekana kupasa, si wajibu. Yani kule kupunguza muda wako ruhusa imetoka, basi ni wajibu wewe kisha safari basi unapunguza. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema laisa alaikum junahun, hamna nyinyi kosa juu yenu, kosa an taksuru minas salati, kupunguza swala mnapokuwa safarini, hamna makosa junah. Sasa hapa anasema fanafyul junahu fanafyul junahi yufidu annahu rukhsa, kule kukataa kwamba huna makosa, hapana makosa kupunguza, inaashiria ni ruhusa tu hiyo, walaysa azima, wala si wajibu lazima shetu ufanye, umeganganiwa ufanye. Kwa hiyo muona mambo yamekukalia vizuri, unapunguza. وبحديث عائشة na hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha anasema anna nabii sallama kana yaksuru fi safari, alikuwa akipunguza Mtume sallama kwenye safari, wayutimu, alafu akawa anakamilisha, wayafturu, na alikuwa akifungua safarini, wayasumu, alafu alikuwa anafunga huko safarini. Alikuwa hakungangania jambo moja, anasafiri anapunguza, anasafiri anakamilisha, anasafiri anafunga, anasafiri anafuturu. Kwa hiyo hata wewe saumu ya Ramadhani usijitese na safari, mimi ninafunga tu. Umeruhusiwa kula mchana ndani ya Ramadhani. Ukishafika, ukishamaliza safari yako unafunga, si taabu. Mgonjwa umeandikiwa dozi, usijitabishe, kula dozi malaria siku 3 siku 4 siku ngapi, ukishamaliza mpata una uwezo unaendelea kufunga. Kisha Ramadhani kule unalipa zile siku zako, hakuna tatizo. Usijitese. Kwa sababu wale anal asl al-itimam,
asili hasa ni kule kukamisha. Wal qasru inma yakunu fi shay'in atwal minhu, lakini kule kupunguza kuna maneno mengi ya maulama, lakini kule kukamisha ndio asili. مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين ركعة mbili. Pili, anna al-qasra huwa sunnatu nabii sallama, kupunguza ni sunna ya mtume, wa sunnatul khulafa ar-rashidin fi asfarihim, kwa safari zao, sunna ya mtume na makhalifa. Kwa hiyo ni ifuate hiyo. Pia katika mwaka ule unasafiri unakwenda hija, ni safari ile unaruhusiwa kupunguza. Na kila safari ya taa, achilia mbali hizo, kwenda kuwazuru wazazi, kwenda kuangalia mgonjwa siku aliko wapi huko, sio kwenda kufanya biashara, ni safari za khairi hizo zote ndio kupunguza. Mathalan, kuna mnada Chalinze huko, wewe uko hapa umefunga mitumba yako unakwenda Chalinze kwenye mnada, sijali safari hiyo, wala usitabike kule. Ukifika kule unafanya biashara zako, saa 7 biashara imeshamiri, basi pale pale unaweza kusema mimi dhuhuri itaswalia alasiri, basi hapo unaendelea shughuli zako, unafanya biashara. Ukifika alasiri jamu taakhiri dhuhuri na alasiri. Au unaweza kusema kipindi hichi mimi nitachukua alasiri niswalie dhuhuri hapa, basi unaweza dhuhuri pale raka 2 mwepesi, tunaswali raka 4, raka 2 hizi, raka 2 pale pale. Sasa kama unaelewa, usivurumishe tu hivi. Wewe unataka kuswali jamu takdimi. Jamu takdimi maana yake ni kuichukua alasiri kuja kuiswalia dhuhuri. Jamu taakhiri, kukushanya kwa kuchelewesha, unaichukua dhuhuri unakwenda kuiswalia alasiri. Sasa unafanyaje? Kama unataka kuipeleka dhuhuri kuipeleka alasiri ili uiswalie alasiri, tia nia hiyo kabla wakati wa dhuhuri haujatoka. Wakati ule wa dhuhuri tu unatia nia kwamba hii dhuhuri nitaiswalia alasiri jamu taakhiri. Basi usingoje mpaka dhuhuri imekwisha. Utakuwa umepata madhambi, itakuwa kadha umetoa nje wakati. Raka 2. Yaani toka asubuhi wewe mpaka alasiri uko kwenye gari tu, hamjafika kwenye kituo. Maana wewe ukitoka hapa mathalan asubuhi hapa, umefika kituoni hapo, mfano tukachimbe dawa. Chimba dawa si chakula cha mchana, maana yake hapo ziko mnakula pale. Ni wewe tu, yaani utaratibu wako haina tatizo hapo. Ukifika pale swala la asiri ya dhuhuri ile, basi swali zote 4 na swali raka 4 sasa, la asiri 2 na magharibi na dhuhuri 2. Hizo gani labda hivi, yani usiukute wakati wa dhuhuri mpaka sasa hivi. Isipokuwa ipo ruhusa hilo, maulama wamesema unaweza ukaswali ukiwa ndani ya dhuhuri kwenye chombo mle. Maulama wamejuzisha, imma kwenye ndege wametoa utaratibu, imma kwenye ndege, kwenye meli, hata kwenye basi hizi umekaa mwenyewe basi. Lakini utapima, utawinda kuhirimia kwanza, unaelekea kibla, unapima kuelekea kibla ndio unahirimia, alafu imetoa ruhusa. Maulama wamepita huko, wamesema inafaa kwenye ndege, kwenye meli, kwenye mitumbwi, kwenye gari, mradi tu wewe usiache swala kwa udhuru. Mimi bwana nilikuwa kwenye jambo fulani bwana.
Hakuna hilo. Unaona hapo eh? Usitoe udhuru. Inasemwa kwamba hata wewe kama popote pale ulipofungwa, labda umefungwa wewe kwa hali uliokuwa nayo, muda akili yako ipo, uruhusiwi kuacha swala kwa ati mimi si nimefungwa. Hapo hapo ulipo na swali hivyo, hata kama huna udhu. Naona hapo swala lilivyokuwa hilo. Leo mtu anatembea tu barabara, adhana inapita, habari hana wala hoja hana. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallu sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sasa baada ya siku ya Jumatano ndio hapo sisi na katika darasa hili tunakuwa na shehe mkuu wa Songea. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuandaa kipindi hiki, kwa kamera tulikuwa nayo hapa kutoka Tanzania, na mitambo ilikuwa ni Hassan Matoro, na mimi mtangazaji wako Fidani Abdallah. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.